Mambo yalikuwa magumu kama ulivyoona, Rose ilikuwa mdomoni unataka kuitema, lakini alhamdulillah tumefika mwisho na sisi ndo tumefanikiwa kuingia finali. Kwa hiyo tumerudi vizuri. Si ndo nakwambia Roy ilikuwa mdomoni. Hali ilikuwa mbaya, lakini Roy ilikuwa inataka kuchomoka. Kwa sababu unajua kama sisi kama supporters, tuwe serikali, tuwe washabiki, viongozi wa hizi taasisi, tunachoweza kufanya ni kuwaunga mkono na kuwarahisishia, kuhakikisha mazingira yao yanakuwa rafiki mpaka mwisho. Zile dakika 90 zikiwa 120 ama hata penalty sio za kwetu. Kwa hiyo sisi tulifanya majukumu yetu yote, tukahakikisha mpaka mwisho kwamba kila ambalo tunatakiwa kulifanya tumelifanya. Sisi tusiwe kipingamizi na kisha tukawaachia wao. Kwa hiyo iliyobaki ilikuwa kuomba Mungu, na bahati nzuri dua zetu zimesikiwa safari hii. Kwanza hata wakati na kwenda mwanzoni niliongea nao, tulifanya vikao kadhaa na viongozi, tukafanya vikao na wachezaji, na tulikuwa tunawatia moyo kuambia kwamba Mheshimiwa Rais anaangalia pambano hili, ataangalia pambano hili. Mheshimiwa Rais ameweka investment kubwa, amelipia ndege, amelipia hoteli, amelipia chakula cha hii timu, na ameahidi kuweka investment kubwa zaidi kama timu itafuzu kwenda finali, na kwamba wasimwangushe kama ambavyo Tanzania nzima iko mgongoni kwao, wahakikisha kwamba na wao wanafanya lile ambalo sisi tunatazamia, tupate matokeo ambayo tunayatarajia. Kwa hivyo tumeelezana sana kuhusu umuhimu wa mchezo ule kwenye historia ya mpira wa miguu nchini, lakini kuhusu historia umuhimu wa mchezo ule kwa Tanzania na mchezo wa mpira wa miguu kwa ujumla. Kwa hivyo nafikiri vitu vyote viliingia na wote walikuwa wako fully focused kabisa. Jambo moja tu ni kwamba kwa niaba ya serikali niseme kwamba sisi hatutakuwa kipingamizi kwenye kuhakikisha Simba inashinda ubingwa huu wa Afrika kwa ngazi ya vilabu kwa mara ya kwanza toka historia ya nchi hii kuanza. Na Mheshimiwa Rais ametuelekeza tusiwe vipingamizi, tuwaunge mkono kwa hali na mali. Kwa hivyo jambo moja ambalo natakiwa kulifanya sasa hivi kama naibu waziri mwenye dhamana ya michezo ni kuhakikisha kwanza uwanja wa Benjamin Mkapa unakuwa wazi wakati wa finali itakapofika, kwa sababu itakuwa kati ya tarehe 25. Kwa hivyo sisi tutakuwa tayari na uwanja, tusiwe kipingamizi. Tunashukuru serikali ya Mapinduzi Zanzibar iliwaomba Simba wakaenda kucheza mchezo wa nusu finali, nafikiri kupata ile essence ya muungano, lakini tutahakikisha kwamba finali inachezwa hapa ili iwape nafasi wananchi wengi zaidi. Zanzibar sitting capacity ni watu 15,000, hapa ni 63,000. Kwa hiyo tuwape nafasi wa Tanzania wengi zaidi angalau kushuhudia mchezo wa finali kwa mara ya kwanza ambayo timu ina nafasi ya kushinda kwenye ngazi ya vilabu. Na mimi kesho nitaamkia uwanjani pale, karibuni tuone, tukague uwanja umefikia katika hatua gani, kama ambavyo mliona wakati wa mechi ya nusu finali dhidi ya Al Masry. Uwanja ni robo finali dhidi ya Al Masry, uwanja uliharibika. Kwa hivyo tukaufunga, tufanye marekebisho, na karibuni kesho tuone mahali tulipofikia na maelekezo ambayo tunapeana kuhakikisha tunaelekea tarehe 25 uwanja ukiwa wazi na Simba wanaweza kuutumia. Tumekuwa na mara nyingi tunakula ng'ombe mzima, tunashindwa kumalizia mkia. Safari hii wao kama washabiki wa play part yao, washabiki wanakuwa wachezaji wa 12. Kwa hiyo wafanye pati yao, na sisi kama serikali tutafanya pati yetu, wachezaji watafanya pati yao, uongozi wa klabu utafanya pati yao. Lakini hili sio jambo la mtu mmoja, sio jambo la wachezaji peke yao. Kila mtu ana nafasi ya kushiriki kuhakikisha Simba inashinda ubingwa huu, na hili ni jambo la kitaifa. Niwaambie tena, hili sio jambo la Simba, la Yanga, sio jambo la Singida, la Coastal, la nini. Hili ni jambo la kitaifa, na tuwaunge mkono Simba.